Mungu akusaidie tuandike kwa spidi, kwa sababu saa 1:30 kufundisha uwakili haiwezi kuwa jambo rahisi, kwa sababu uwakili ndio maisha yote kwa ujumla. Lakini nianze na utangulizi huu. Unaweza ukawa unachambua mambo machache ya kuandika, sio lazima uandike kila kitu ninachosema. Utangulizi huu, inaonekana maisha ya mwanadamu yote ni uwakili. Maisha ni uwakili. Maisha ya utakatifu, maisha ya utakatifu ya kwako kabisa, maisha ya utakatifu hupimwa kwa wajibu unaompendeza Mungu katika kila eneo ambalo Biblia imelisema kuwa ni agizo la Mungu. Narudia sentensi hii. Maisha ya utakatifu hupimwa, yani maisha yanapimwa, hupimwa kwa wajibu unaompendeza Mungu. Hapo kuna neno wajibu, unaompendeza Mungu katika kila eneo ambalo Biblia imelisema kuwa ni agizo la Mungu. Ndani ya Biblia kuna maagizo mengi Mungu ameyasema. Wengi tunakosea tunapoona labda utakatifu ni kitu kilicho nje ya maisha na uwajibikaji wa kila siku. Tunakosea kufikiri hivi kwamba labda maisha ya utakatifu ni kitu fulani na maisha ya kawaida ni kitu fulani. Ndio maana unaweza kuona mtu anasema huyu ni mtu wa mwilini, huyu ni mtu wa rohoni. Wengine wanaamini kuomba sana basi ni ukiroho, basi kulima sana au kufanya biashara ule ni sio jambo la kiroho. Lakini kufikiri hivi ni kukosea. Kipimo cha mtu wa Mungu upo katika kutimiza madai ya uwakili uliopewa na Mungu. Nirudie, kipimo cha mtu wa Mungu upo katika kutimiza madai ya uwakili aliyopewa na Mungu. Biblia inaonyesha kuwa kazi yote ya Mungu hushuhudia uwakili wake. Inaonekana kuwa upo uhusiano wa moja kwa moja wa mbingu na utumishi wa mtu duniani. Bwana asifiwe. Naomba hapa niongeze, inaonekana kuna uhusiano wa moja kwa moja kabisa, wa moja kwa moja kabisa wa mbingu na utumishi wa mtu duniani. Yaani huo utumishi wako unaofanya hapa duniani na maisha yako unaoishi hapa duniani inaonekana yana uhusiano moja kwa moja kabisa na mbingu. Ukifikiri kwamba hayana uhusiano, hapo ndio makosa yanapoanzia. Kwamba eti hapa kuna, anasema tunafanya maisha hapa tukiwa hapa duniani, ila mbinguni hakuna. Unakosea kufikiri. Bwana Yesu asifiwe. Ngeukia jirani yako, mwambie ukifikiri hivyo unakosea. Ukifikiri unapolima hakuna uhusiano na mbingu, unakosea. Unapofikiri kuishi maisha ya mahusiano na jirani yako hayana uhusiano na mbingu, unakosea. Inaonekana kila kitu na utumishi wangu mimi kama mchungaji Kitiku, utumishi wangu mimi ninaofanya hapa duniani, utumishi wa huyu mchungaji nani, una uhusiano moja kwa moja na mbingu. Yaani utumishi wako kiharibika huu hapa, unaiharibu mbingu pia. Ndio unaona kosa linapoanzia. Yaani kipimo chake cha kwamba unafaa mbinguni au ufai mbinguni, utumishi hapa. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Mbinguni kuna kutoa sadaka. Kuna kutoa sadaka mbinguni. Kwa nini? Vipimo vyote na ndio theolojia ya Kiluteri. Wala wanaoombea watu baada ya kufa, sisi hatuombei hivi. Sisi kipimo chote kwamba wewe ni wa mbinguni au wa motoni, hapa vipimo vyake vyote viko hapa. Ukishakufa hamna lako. Lako linabaki lile ambalo linatafsiriwa na utumishi wako. Ulifanya vizuri au ulifanya vibaya. Ndio maana Paulo anasema kwenye Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 10,
Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 10. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mabaya au ni mema. Nirudie kusoma ukiwa umeshikilia hivi, yaani kwamba vitu vyote unavyofanya hapa vyote ndio vinavyoamua wewe Mungu akuweke mbinguni au ujipeleke jehanamu. Narudia mstari, sikiliza unavyosema, nisome taratibu. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili, sikiliza hili neno, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili. Geukia jirani yako, mwambie kwa mwili kabisa. Mwambie sio kwa roho. Maana hii nayo tunatofautisha mambo ya rohoni na kwa mwili. Yale uliyofanya kwa mwili, anasema kwamba ni mema au mabaya. Kwa msingi wa mstari huu utaona kwa wazi sana kwamba wajibu wangu ndio kipimo changu, kwamba nastahili nini na nini sistahili. Nilisoma Zaburi ya 109 mstari wa 7. Zaburi ya 109 mstari wa 7. Mimi napenda kuomba. Ninaamini ili Mungu alinifundisha jambo miaka mingi. Nilisoma mstari unasema hivi, mstari wa Zaburi ya 109 mstari wa 7. Ukiwekwa kwenye hukumu utaonekana huna haki, na sala yako itadhaniwa kuwa dhambi. Labda nakosea. Nani anaweza kusoma mwenye Biblia? Mwenye Biblia, kama nakosea mimi nimeukaririki kichwani, na ndio maana ninapoenda kuomba lazima kwanza nijihakikishie kama nina haki, yaani kile ninachoomba nina haki ya kupewa. Lete, fungua. Ikiwekwa kwenye mizani hiye sala, unasumbua, wananitazama, unasumbua, na hiyo sala unaoifanya inayosumbua itadhaniwa kuwa ni dhambi, yaani unaongeza matatizo juu ya matatizo. Mgeukie jirani yako, mwambie wakati mwingine watu tunabisha. Mimi sitaki, nasumbuliwa. Haya mambo gani haya? Tunapelekeshwa. Ukiingia kwenye hukumu na huku naomba upewe kitu fulani, sala yaani maana yake, si tumesema kila mtu atapewa ijara, maana yake mshahara wa kazi aliyo, kama ni nzuri au ni maana yake ikifika. Ndio maana kuna mstari unasema, mnanipigia kelele, sitaki kusikia hizo kelele. Hiyo uwakili si ndio imeisha? Hapo sinaweza kumalizia tu. Sasa maana unaweza kurudi nyuma tu ukapima. Kama ni sala la kufuata maagizo ya Mungu, nafuata. Kama sifuati, je, sala yangu ina haki? Ninapowekwa kwenye mizania, napewa au sipewi, au nitaonekana napiga kelele? Ngoja nikupe mfano rahisi. Wangapi wako kwenye ndoa hapa? Funga mikono. Mungu awabariki. Sio sasa nisitumie ndoa sana, niache hivyo. Lakini tu kwenye familia, yaani wewe huwajibiki katika jambo lolote, ingawa ni mwanafamilia, lakini huwajibiki katika jambo lolote. Eti rafiki yangu, mtu anadai na mimi nataka waksi, akitoka baada ya kudai waksi, kitandani analala. Yale maombi yake wote yadhani yake. Utasikia tu wanasema anasumbua tu, kazi yake kulala, kazi yake anasumbua tu.
kila saa. Kwani hamna hiyo kitu Sasa tupime wangapi ambao mbele za Mungu kama baba yao anasemaga kila saa msubuhi. Kaa kanisani toka asubuhi mpaka jioni, anazishusha shamba la katani, hororo shamba la katani, Mungu nipe na chakula. Ulimi. Kanuni haisemi. Kanuni inasema ya Biblia, asiyefanya kazi na si. Kwa hiyo maombi yake hayana tafsiri ya kueleweka, kwa sababu kanuni inasema kazi na dawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ipo mistari mingi kadhaa inayotoa hiyo picha. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3. Hivi hakuna maiki hata nyingine? Ninaomba tuende haraka kidogo. Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 12 hadi 15. Sasa Biblia hiyo mic naona inataka kuonekana haina haki. Wakorintho wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 10, mlango wa 3 mstari wa 12 15. Mstari wa 12 na hata ule wa 15 nasema, lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, lakini kama mtu atajenga kwenye msingi huo, dhahabu au fedha au mawe. Kuna majitu ya thamani yanatajwa hapo. Kuna mwingine anajenga fedha, mwingine anajenga dhahabu, mwingine anajenga mawe, mwingine ya thamani, hata kama ni ya thamani au miti au majani. Maana yake mbele za Mungu kila mtu ana namna ya kujenga. Au manyasi. Ngoja kwanza, mchungaji, muulize jirani yako, wewe unajengaje kule mbinguni? Kwa majani, kwa manyasi, kwa dhahabu, kwa miti au nini? Kwenye wakili ndio tunajifunza hivi. Maana kila kazi ya mtu itapimwa. Wewe ya kwako ina thamani kiasi. Nianza. Twende bwana. Kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, hufichi. Maana siku ile itadhihirishwa, kwa kuwa yafunuliwa katika moto. Basi bwana, inatosha, wengine watamalizia wenyewe. Sikiliza, kila kazi ya mtu itapimwa. Msingi sio tatizo, msingi upo. Yaani msingi wenyewe unaitwa Yesu. Tunaenda sawa sawa? Ugeuke jirani yako, mwambie kila mtu msingi ni Yesu. Ila tunaanzia hapo sasa. Kwenye msingi unajenga nini? Majani, dhahabu, miti, mawe. Na kitakapokuja kipimo, na chote kipimo chake ni moto wote. Waliojenga dhahabu itang'ara, waliojenga majani potelea Morogoro. Sawa wapendwa? Tatizo niseme hivi, kila kazi ya mtu itapimwa. Msingi sio tatizo, maana ni Yesu. Tatizo litakuwa thamani na ubora wa kazi. Ubora unatajwa, kuna kazi ya dhahabu, kuna kazi ya fedha, kuna kazi ya mawe ya thamani, kuna miti, kuna majani au manyasi. Wewe katika kumtumikia Mungu unaweza ukajua kazi yako ni ya thamani ipi. Uwakili umeishi. Geuka jirani yako, mwambie ya kwako,